stendi ya Chipaka, mimi nipo tofauti kidogo. Nataka kuuliza, ile stendi vile vile ilivyo na vumbi ndio itafunguliwa au pale chini itasakafiwa? Kwa sababu ukubwa wa stendi ile haikutakiwa ifike leo. Tangia mwaka jana mimi nikiwa sio diwani ninasikia itafunguliwa. Hapa tumejibiwa kwamba tutaifanya hivyo. Kwa nini hilo halikufanyika jana na leo tunaambiwa tulioambiwa mwaka jana? Ile stendi kwa udogo ule, hata ingekuwa ni uwanja wangu mimi ningetengeneza ndani ya wiki moja. Iweje halmashauri ishindwe kutengeneza kwa mwaka mzima kaeneo kadogo kama kale? Ukarabati uliofanyika, tumepata changamoto kubwa tatu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Ya kwanza ilikuwa ni maji. Tumepeleka wataalamu wa kuchimba maji pale zaidi ya mara 3, tukashindwa kupata maji. Lakini mwisho imetulazimu kama management kwenda kutafuta maji kwa jirani. Kwa sasa hivi tumefanikiwa kupata maji kutoka kwa jirani kwa kuvuta mpira na kufanya makubaliano naye. Lakini wakati huo tunaendelea tutafanya utafiti tutapataje maji ya kudumu. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni umeme. Nguzo ya mwisho ilipoishia mpaka hapo tulipofikia kulikuwa na umbali. Wenzetu wa TANESCO wameshaanza kutufanyia utaratibu wa kupata umeme pale. Lakini kuna hili la kwamba eneo litatumika kama lilivyo kulingana na bajeti tuliokuwa nayo na wataalamu tuliokuwa nao, na kwa sababu tusema kwamba lazima tufungue kwa kutumia bajeti tuliokuwa nayo, tumeifanya kwa kiwango kile, tukiwa tunategemea kwamba tutaiboresha zaidi. Kuna changamoto pia ya vyoo. Idadi ya matundu ya vyoo vilivyopo ni ndogo kulingana na uwezo wa stendi utakapoweza kutumika, lakini kwa sababu vipo vya kuanzia, tunaendelea kuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba stendi ifunguliwe wakati mambo mengine tunaendelea nayo. Naomba kuwasilisha. Mtaalamu unaposema kwamba maji hayapatikani wakati upande wa pili kuna maji, wataalamu, kwa kuwa maji kupatikana ni jambo la sayansi na kisomo, tumeshindwaje kuchukua maji upande wa pili tukaleta mpira badala ya kuvuta maji kutoka kwa mtoto wetu tunalipia, wakati maji upande wa pili tungechimba hata kwa milioni 10 ndio mfumo tunaochimba maji? Tumeshindwaje hilo mpaka tufanye kuchukua maji kwa mtu wakati eneo hilo lina maji? Kwani maji yanachukua nafasi gani? Ni kweli upande wa pili kuna maji, lakini serikali hatuwezi kuchimba visima kwenye ploti ambazo sio ya kwetu. Kwa hiyo ninachukua ushauri ya kwamba tutakapokaa upande wa pili tunaweza kupata hilo eneo, tunaweza kufunga. Lakini mtaalamu, tunataka stendi ifunguliwe. Changamkeni bwana. Mbona sisi tukitaka maji yanapatikana tu manyumbani, unamleta Steve hata leo, kesho maji yanaruka? Pambaneni, tunataka wananchi wenzetu wanataka stendi ifanye kazi. Tumetoka hapa mwezi wa 5 mpaka leo tunaongelea tu habari ya kisima choo. Walivyo wakati tunajenga hatukujua vina matundu mangapi? Stendi hatukujua kwamba magari ili yaingie pale ardhi inatakiwaje? Sasa jamani, kweli serious na haya mambo. Kweli serious na haya mambo. Tunaomba stendi ya Chipaka na tunaelekeza stendi ya Chipaka ifunguliwe ianze kufanya kazi. Na tunaamini ikianza kufanya kazi ndio tutajua vyoo vinazidiwa, ardhi ya pale chini inafaa au haifai. Sasa tunaiweka tu pale, utafikiri sehemu ya kupigia picha. Mjumbe anayefuata ni bure. Nadhani unamaanisha la kuchimba maji. Ndio mheshimiwa. Liko eneo karibu na stendi. Ndio liko ngambo ya pili, ni eneo langu mimi. Kwanza nipongeze kwa jinsi ambavyo waheshimiwa wameonyeshwa hasira katika stendi yetu ya Chipaka. Na kimsingi mheshimiwa, bila kumuunya maneno, halmashauri imeendelea kutukosea wananchi kupitia hii stendi ya Chipaka bila kumuunya maneno kabisa. Hoja zilizoelezwa hapa kwamba ndizo zilizochelewesha swala la maji, mheshimiwa mwenyekiti, wewe ni shahidi. Mwezi wa 5 tulibaki tumelizungumza na tulitoa ushauri ambao wameutekeleza sasa hivi. Swala la umeme tulibaki tumezungumza na meneja alifika mapema kabisa kupara. Sasa hatuelewi ni kitu gani ambacho mpaka sasa stendi ile haifunguliwi. Pamoja na mkazo ulioutoa mheshimiwa mwenyekiti, nadhani ungemwelekeza mkurugenzi ajikomiti hapa kwamba leo tarehe 2 ni lini sasa
siku kwa mahususi stendi ile tuone imeanza kufanya kazi. Lakini ni kwa namna gani wamejiandaa na changamoto ya baadhi ya daladala ambazo zilizoea kuishia sasa njiani kutoka Mpemba kufika njiani hazifiki kule Chipata. Changamoto hii wamejiandaeje ili kuhakikisha daladala zote na magari yote yaliyokusudiwa yanafika kule Chipata moja kwa moja mwishowe? Kwamba kutokana na kipindi cha uchaguzi ndio maana tulisimama kukamilisha zoezi la kuhamia pale. Lakini kimsingi tumeshaanzisha vikao na wadau wote. Kipindi cha uchaguzi mnanyie mlikuwa mnapiga kampeni. Sina maana hiyo. Tumetoka hapa mwezi wa 5. Mimi nadhani sisi ndio tulikuwa busy na hilo jambo. Tupe majibu mazuri bwana, tunataka stendi ifunguliwe. Wewe basi naenda kwenye kujikomiti, acha maelezo mengi. Jikomiti, mjumbe amesema jikomiti, stendi ianze kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda kufungua ile stendi. Lini? Tumeshaanza vikao na wananchi leo wako hapa. Lini? Mwenyekiti, kwa sababu lipo kwenye kamati ya wadau kuanzia ngazi ya kata, naomba niseme, lakini tunataka kufungua hiyo. Tunaomba usikae ofisini, nenda site, tushughulikie jambo la stendi ya Chipaka. Mimi mwenyewe katika jinadi hapo, si umeona nimesema jambo la kwanza stendi ya Chipaka. Tunalimaliza mwenyekiti. Kwa hiyo tunaomba stendi ya Chipaka ifunguliwe, ianze kazi. Na endeleeni kuratibu tunasema nini zile ruti, mnasema ruti. Sio sasa ifike stendi imekamilika bado ruti hazijakaa vizuri ili magari yaanze kwenda. Sawa mzee. Kuna swali la nyongeza?